Hii ni moja kati ya movie kali sana ambayo imeandaliwa na Molly Sam, inaitwa Loud Silence. Naungana mimi mwanzo mpaka mwisho. Mimi ni CK, hii hapa ni Storytime 360. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga, make sure umesubscribe hapa kwa sababu ndio sehemu pekee ambayo mimi nakuletea burudani kila siku. So movie yetu inaanza kama hivi. Tunamwona huyu jamaa alikuwa kwenye taarifa ya habari hapa, anazungumziwa, anaitwa Alex Michael. Ni moja kati ya wafanyabiashara wakubwa kinoma, na siku ya leo ameweza kutangazwa kama mfanyabiashara ambaye ameshika nafasi ya kwanza kati ya wafanyabiashara 10 na unaambiwa katika nchi ya Nigeria. Ni sehemu ambayo ina biashara kubwa sana. Sasa huyu jamaa ni kijana mdogo sana ambaye amefanikisha kushika nafasi ya kwanza ni mara 3 mfululizo, yani mwaka wa 3 anashika nafasi ya kwanza. So huyu jamaa yetu ni nani? Inabidi tumfahamu vizuri. Tunaona hapa gari imeingia nyumbani kwake na ameshuka hapa. Waandishi wa habari wanamwambia, "Hey, muelezea kidogo Alex, hongera sana kwa kitu ambacho umeweza kukipata na unakizungumziaje kuwa moja kati ya wafanyabiashara walioshika nafasi ya kwanza mara 3 mfululizo." Lakini jamaa alikuwa ongei chochote, akawa anaongea mama yake mzazi hapa. Anasema kwamba nadhani mnamuona yuko kwenye mood ya kuongea na ingependeza zaidi kama mmeweza kumpatia time yake. Basi waandishi wakaanza kumuuliza umaza kwamba hivi unajisikiaje baada ya mwanao kuweza kushika nafasi ya kwanza kati ya wafanyabiashara wengi sana ambao wanapatikana katika nchi ya Nigeria. Mama yake akasema anajisikia vizuri na nadhani pia hiyo tuzo ina maana kubwa sana katika biashara yake. So wakamuuliza pia kwa nini huyu jamaa huaga ongeagi chochote kuhusiana na mambo ya biashara, unaongeaga wewe tu. Watu wanasema kwamba ni mama's boy. Ni kweli, yani kwamba Alex huaga azungumzi chochote na hajawahi kusikika akiongea sehemu yote, licha ya kuwa ni mwanabiashara mkubwa sana. Yani hata kuinspire watu wafanyagi hivyo, na watu wanahisi kama vile labda mshikaji afanyi kazi yeye. Yani kuna watu wanaofanya kazi alafu yeye anachukua tu hizo credit na kupata nafasi ambazo hakutakiwa kuwa nazo. Basi mamake anasema kwamba nadhani kwa sasa hivi tuishie hapa, na kama kutakuwa na mengi zaidi na yeye kama atataka kuongea basi ata show up na ataongea mwenyewe. So tunakuja kufahamu kweli kwamba huyu jamaa wetu Alex ni mtu ambaye haongeagi kabisa na watu hawajui, hata hawajawahi kumsikiliza akiongea sehemu yote, japo kwa ni mfanyabiashara mkubwa. Sasa huku huyu mamake na Alex ameingia ndani na mkuta yule sekretari wa Alex. Anasema kwamba kwa hiyo wewe mimi nifanye kazi ya kuzuia pia waandishi wa habari kuingia kwenye nyumba yangu. Akasema hapana mama, mimi nilikuwa sifahamu kama waandishi wanaweza wakafika kwenye nyumba siku ya leo. Mamake akasema kwamba tumeshinda tuzo kubwa, tumepata nafasi ya kwanza, alafu nasema kwamba utegemei kabisa waandishi wa habari kuja kwenye nyumba yangu kweli? Basi inaonekana huko serious na kazi yako, na sasa hivi nataka nikwambie umeachishwa kazi, kwa hiyo unaweza kaondoka. Basi tunamuona huyu mamake na Alex anamfukuza huyu sekretari wa Alex ambaye anasimamia mambo yake yote kuhusiana na usalama, lakini pia kujadili vikao na vitu kama hivyo. Anafukuzwa kazi kwa sababu ya uzembe. Ameruhusu waandishi wa habari waingie kwenye nyumba ya Alex bila kuwazuia. Sasa huku upande wa pili tunakuja kumuona mwanamke mwingine anaitwa Vanessa, na huyu Vanessa bwana ni moja kati ya mabinti wa rembo sana, na huyu unayemuona pembeni yake ni mamake na Vanessa ambaye pia ni rafiki mzuri wa mamake na Alex. Na malengo ya huyu mama, kwa sababu anafahamiana mamake na Alex, anataka binti yake Vanessa aweze kuolewa na Alex, moja kati ya wafanyabiashara wakubwa sana ambao sasa hivi wanaongoza katika nchi ya Nigeria, kutokana na hiyo nafasi yake ya kushika namba 1 kati ya wafanyabiashara wengi. Sasa mamake anamlazimisha sana Vanessa, anasema kwamba Vanessa, hivi umesikia Alex ameshika nafasi ya kwanza kati ya wafanyabiashara zaidi ya 10 Nigeria? Basi Vanessa anasema ndio nimesikia, na sidhani kama inanihusu sana, nadhani inakuhusu wewe zaidi. Akasema hamna, inabidi ufurahie kwa sababu huyu ni mume wako mtarajiwa. Basi unaambia Vanessa, anasema mama, usinilazimishe vitu ambavyo mimi sivitaki. Umeona huko upande wa pili tunakuja kumuona jamaa wetu Alex bwana ana ugonjwa ambao ni ugonjwa fulani hivi, ukikaa naye karibu unaweza ukawa unashtuka muda wote, kwa sababu anapiga kelele, anatetemeka, lakini pia anatoa sound ambazo ni za ajabu kidogo. Yani anaweza akawa anasema tu umeona, yani ni mtu ambaye hawezi kuongea vizuri, yani hawezi kuongea straight, lazima aingize hiyo mitetemo ya sauti, lakini pia kutetemeka. So hichi ni kitu ambacho analia hapa siku ya leo. Anajiona ni mtu ambaye maybe ana bahati mbaya duniani, kwa sababu licha ya mafanikio yote ambayo anayo, lakini bado ana hilo tatizo, hawezi kuongea straight. Lakini pia ni mtu ambaye ana huo ugonjwa ambao unaitwa Tourette syndrome, ambao unamfanya anatetemeka na kutokuongea vizuri. Basi mamake na Alex anamwambia kwamba inabidi ujipongeze kwa hicho ambacho umekipata mwanangu, kwa sababu watu wengi walikuwa wanakipigania na wewe ndio umepata nafasi ya kuwa moja kati ya vijana ambao wameonekana wamefanya kazi kubwa sana kwenye biashara yake. So inabidi ujipongeze, wala utaki kulia. Kana mbembeleza hapo, kwa sababu jamaa anajiona kama vile sawa amepata nafasi kubwa, lakini kama hana bahati nzuri kwenye dunia hii. Akaanza kukumbuka huu ugonjwa ulivyotokea. Ni unaambiwa mamake na Alex pamoja na babake na Alex walienda hospitali siku moja, na huyu daktari akamwambia kwamba mtoto wenu ana ugonjwa unaitwa Tourette syndrome, ambao ni ugonjwa unaomfanya mtu awe anatetemeka, lakini pia kushindwa kuongea straight, na awe anaweka
anatengeneza saundi ambazo zinakuwa ni za ajabu ajabu kidogo. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao ulikuwa hauna matibabu, na alikuwa anawaeleza tu hapo kwamba inabidi muwe tayari kwa ajili ya kufanyaje kukabiliana na changamoto zote kutokea kwa mtoto wenu. Basi babake na Alex akasema no, kwenye familia yetu sisi hakuna kitu kama hicho hapo, lakini pia nahisi kama huyu mtoto anaweza kaa hata sio wa kwangu, kwa sababu mimi sina hizo changamoto na mke wangu hana hizo changamoto. Ina maana kazitoa wapi? Ina maana huyu mwanamke atakuwa labda ametembea na mwanaume mwingine na akapata huyu mtoto. So akawa ameondoka na akamwambia mamake na Alex kwamba waache kumfuatilia, yani asiende nyumbani kabisa. Umeona? So mamake na Alex njia nzima alikuwa analia. Alivyokuwa anaelekea nyumbani kwake, amefika tu getini na kutana na mabegi, lakini pia mwanae Alex yuko nje pale, amefukuzwa na mzee wake. Anasema kwamba mpeleke huyu mtoto unapojua anapotokea, kwa sababu mimi sio baba yake, kwa sababu mimi sina changamoto yoyote ambayo huyu mtoto daktari amezungumza kwamba ni changamoto ya kurithi, lakini pia kwenye familia yetu hakuna mtu wa hivi. Kwa hiyo inabidi wewe umpeleke huyu mtoto unapojua wewe. Mimi siwataki tena kwenye nyumba yangu. So alifukuzwa Alex pamoja na mama yake. Umeona, kutokana na ugonjwa wa Alex. Ndio maana Alex leo tunamwona analia hapa, ni kwamba anajiona kama vile ana laana fulani hivi. So alivyoondoka na mama yake akamwambia kwamba utakuwa na mimi siku zote, sitoweza kutenga wala sitoweza kukutupa kama babako alivyofanya. Kwa hiyo usijisikie vibaya. Umeona? So Alex alikuwa amepata hope miaka yote, na mama yake ndo alikuwa support yake. So kama unavyoona hapa, ni bado mama yake anambembeleza, anamwambia kwamba inabidi usherekee mwanangu, usilie hata kama kuna changamoto zinatokea, lakini unatakiwa ujione kama ni mshindi, kwa sababu kuna watu ambao wana nguvu zao, kuna watu wana changamoto lakini hawajapata hii nafasi ambayo umeipata wewe. Jamaa hapo unaambiwa anatetemeka tu, lakini pia anatoa sauti za ajabu ajabu hizo kama nilizokuambia, yani anasema fa mara la piga tu kelele za ajabu hapo na vitu kama hivyo hapo. Mamake akampa moyo hapo na mambo akahamishia hivyo. So tunarejeshwa kwa Vanessa bwana, kuna huyu jamaa anaitwa Lexi tunayemuona hapa. Huyu ni boyfriend wa huyu Vanessa, ambaye yeye Vanessa anataka kuwa naye, lakini mamake na Vanessa hataki kabisa kumuona huyu kijana. So huyu Lexi anamwambia kwamba kwa hiyo wewe mamako ndo anakulazimisha kuwa na yule jamaa. Mbona yule jamaa, au kuna kitu gani ambacho mnakitaka? Nikiangalia yule jamaa hawezi kuongea, au hivi ni bubu yule jamaa, kwa sababu sijai kumsikia akiongea sehemu yote. Alafu hii nafasi ambayo anasema eti yeye ni mfanyabiashara wa kwanza Nigeria, ameipata vipi? Kuna watu ambao wanafanya kazi na wanampatia yeye hiyo position, nini hilo jina? Sidhani kama ni yeye ambaye anaweza kufanya kazi, kwa sababu anaonekana mzembe. Kama mtu hawezi hata kuongea, kutengeneza sentensi, unategemea atafanya hizo kazi kweli? So Vanessa pia analishwa maneno na huyu boyfriend wake ambaye anaitwa Lex. Ghafla anatokea mamake na Vanessa akasema wewe unafanya nini? Siisha kwambia kwamba hii kwenye nyumba yangu sitaki kukuona. Unafanya nini hapa? Akamfukuza huyu Lex na akasema kwamba nisikuone sehemu yote kwenye nyumba yangu. Umeona? Na akamwambia Vanessa kwamba nisha kwambia huyu kijana simuhitaji kwenye nyumba yangu na sitaki kumuona hata kwenye mazingira haya karibu na wewe. So tunamuona hapa Vanessa kama ametoka nje kwa Lex na akamwambia kwamba unajua tena mama ameshaamua ya kwake, kwa hiyo msamehe kwa hichi kitu ambacho umekufanyia hapa. Basi jamaa yetu Lex anasema kwamba kwa hiyo wewe una mpango gani, kwa sababu sielewi wewe na mamako mnapanga kitu gani? Vanessa akasema mimi nishakwambia ndaweka mambo sawa, kwa hiyo nivumilie tu, nisikilizie. Mimi sitaki kuolewa na huyu jamaa, wala sitaki kabisa ukaribu naye. Umeona, mimi ninachokuhitaji ni wewe. Basi jamaa yetu akasema kwamba tengeneza mpango wote niweze kuwa karibu na wewe na uachane na huyu jamaa. Umeona? So akawa amekubaliana hapo. Na Vanessa alivyorejea ndani, mama yake akamwambia kwamba nishakwambia kwamba huyu kijana mimi simuhitaji tena kwenye hii nyumba, lakini pia sitaki wewe karibu naye. Mbona unisikilizi wewe? Nishakwambia wewe sasa hivi ni mke wa mtu mtarajiwa na soon unaweza kuvalishwa pete ya uchumba. Kwa hiyo inabidi uelewe hilo. Vanessa akasema mama, wewe unachohitaji wewe ndio unataka kifanyike. Mimi wewe mwanaume ambaye unamhitaji mimi simtaki na simpendi, kwa hiyo usinilazimishe. Mama yake akasema taka ukitaka utaolewa na Alex, kwa sababu mimi nitaolewa na Alex kwa sababu ni mwanaume ambaye anajielewa na ana mafanikio pia. Kwa hiyo mimi ninachofanya hapa ni kutengenezea maisha yako ya kesho, wewe na familia yako, wala sio kitu kingine. Kwa hiyo inabidi tu ufanye hicho kitu ambacho mimi nasema. Basi Vanessa akasema kwa hiyo mama, kumbe unafanya hayo yote kwa sababu unataka mimi niolewe na yule jamaa kwa sababu ana pesa, lakini pia anatengeneza status nzuri kwenye familia yetu. Mama yake akasema unielewi, wewe ni mwanamke ambaye ni mdogo sana na sidhani kama hichi kitu ninachokiongea utakielewa, lakini kama utafanya ninavyotaka mimi basi utakuja kuelewa na utanishukuru baadaye. Kwa hiyo inabidi ukae tu tayari, kwa sababu siku yoyote unaweza kupata taarifa ya wewe kuweza kufanya ni kuvalishwa pete na Alex. Basi niambia siku leo pia akaja kumletea taarifa, ilikuwa ni jioni, akamwambia kwamba umesikia taarifa ya party ya Alex? Akasema party gani? Akasema kuna party inafanyika kwa kina Alex, kwa hiyo inabidi ujiandae na jioni uende kule, kwa sababu wewe ni mtu ambaye utakuwa ni mtu muhimu sana, kwa sababu ni mchumba wa Alex mtarajiwa, kwa hiyo inabidi uende. Vanessa akasema kwa nini mama unanilazimisha? Kwa nini unafanya hivi vitu kwa ajili yako wewe? Yaani kwa nini usifanye vitu kwa ajili yangu? Mama yake akasema nishakwambia hicho ambacho nimekueleza nadhani kimekuingia kwenye kichwa chako na utakifanya kama nilivyokuambia. Baadaye uende kwenye nyumba ya kina Alex.
na utanielewa taratibu, umeona. So mamake anaendelea kumsisitiza kwamba Vanessa inabidi awe karibu na yule Alex. Basi leo ilikuwa ni siku ambayo Vanessa alienda kwenye nyumba kina Alex, lakini pia mamake na Alex akasema mbona mama yako hajaja? Vanessa akasema hata angekuepo sidhani kama kuna kitu kingebadilika, kwa hiyo sio mbaya. Akasema okay, mama yako pia alikwambia kwamba utahitajika kulala hapa. Ndo Vanessa anashangaa, kulala hapa? Akasema ndio, inabidi upate muda mrefu zaidi wa kuongea na Alex, kwa hiyo mimi nahisi kama ukilala itakuwa ni kitu kizuri zaidi. Basi ilikuwa ana njia kwa sababu wazazi wameshapanga hicho kitu. Basi unaambiwa usiku Alex alikuwa atamwangalia yule demo, anafanya zake tu mambo yake kwenye laptop, anafanya kazi. Basi Vanessa ameganda tu hapa, anashangaa jamaa anapiga tu hiyo mitetemo yake, lakini pia anatoa sauti za ajabu kweli hapo, anatetemeka muda wote. Muona mara anajikuna. Basi Vanessa anamwangalia tu, anataka kumuuliza kitu, jamaa anatoa sauti kubwa, yani anashindwa hata kumuuliza vitu. Akamwambia kwamba kwa hiyo utafanya kazi muda wote, yani tokea nimekuja umekuwa ni mtu ambaye unafanya kazi tu, una chochote cha kuongea na mimi? Basi jamaa yetu akasema kwamba sidhani kama hata wewe mwenyewe ulikuwa unatamani mimi niongee na wewe, kwa sababu ukuonyesha kama unahitaji kubaki hapa, umeona. So Vanessa akasema okay, lakini unaweza kuongea chochote kuhusiana na maisha yako, ongea chochote ambacho mimi nataka kujua. Jamaa akasema mimi sidhani kama unataka kusikia chochote kuhusiana na mimi, kwa sababu hata ukisikia utaondoka sasa hivi, kwa hiyo niache tu nifanye kazi zangu. Basi jamaa akawa toka hapo. Vanessa akamwambia unaenda wapi? Akasema naenda kufanya kazi sebleni kwa sababu sitaki kukusumbua. Akawa ameenda zake sebleni. Basi unaambiwa Vanessa akapigiwa simu na Alex, yule boyfriend wake. Akanamuuliza Alex, anasema vipi, kwa hiyo umelala kuna Frank, umeenda kwa kina Alex, umelala naye si ndio? Akasema ndio, ni wazazi wameamua hivyo, lakini hata hivyo sijalala naye kitanda kimoja, na sasa hivi ameondoka, ameenda kufanya kazi sebleni. Kwa hiyo jamaa sidhani hata kama anataka kulala na mimi. Basi huyo Alex akasema inabidi ufanye mpango wote usilale naye, kwa sababu unafahamu mimi itavoniumiza. Basi Vanessa anasema unajua kabisa mimi nafanya hivi kwa sababu ya mama yangu, sifanyi kwa sababu yangu, unafahamu hilo, kwa nini unaniambia mimi nalala na huyu jamaa? Basi huyo Alex akasema ni bora usilale naye. Basi Vanessa akakata simu na akamfuata jamaa sebleni kwenda kumwangalia. Namkuta Alex anafanya zake kazi kama kawaida, yuko busy sana. Na hata yeye mwenyewe huyu Vanessa alikuwa anahisi kama Alex kuna watu ambao wanamfanyia kazi na yeye anachukua tu lile jina, yani anapewa jina tu lile la bure. Kumbe jamaa anafanya kazi masaa 24 hata halali. So hapa anakuja kumuuliza kwamba mpaka majira haya saa 8 unafanya kazi? Alex anasema ndio. Unadhani hii nafasi ambayo nimeipata kwa mchezo? Nafanya kazi muda wote, ndio maana napata hii nafasi, umeona. Vanessa akamwambia mimi nilitegemea na watu ambao wanakusaidia kufanya kazi. Jamaa akasema kwa nini wanisaidie? Yes, na timu ya watu ambao wanafanya nao kazi, lakini kila wanachofanya kazi mimi kama boss inabidi nikipitie na nikithibitishe ndo kiweze kuapproviwa. So Vanessa hapa anakuja kugundua kumbe jamaa watu wanavyomuongelea huko nje kwamba ni mtu ambaye anabebwa, ni mtu ambaye anafanya amepewa tu jina. Kuna watu wanafanya kazi kubwa, umeona, lakini yeye hana kazi yote ambayo anaifanya kwenye kampuni yake. Kumbe ni uongo. Vanessa anakuja kugundua leo hapa kumbe jamaa anafanya kazi muda mrefu sana. So asubuhi pamekucha na jamaa unaambiwa hata kulala na Vanessa. Pamekucha hapa, jamaa ameamka kaanza kumtengenezea chakula. Vanessa asubuhi anatengeneza mayai hapo, anatengeneza mikate kwa ajili ya chai. Basi mama yake anamfuata anamwambia mbona umeamka asubuhi hivyo? Basi Alex anasema mama, unafahamu mimi napenda kupika, kwa hiyo hichi ni kitu ambacho utaki kuniuliza kwa nini nimeamka, na by the way kuna mgeni namtengenezea chai. Basi mama yake anasema wow, wewe ni mwanaume special sana, hakuna mwanaume ambaye anaamka asubuhi kumtengenezea mchumba wake chai, wewe ni mtu wa kwanza ambaye nitakuwa nimekuona kwenye maisha yangu. Basi Alex anasema kwamba mama, yule ni mgeni tu, mimi simchukuli kama unavyomchukulia wewe, kwa hiyo nafanya tu favor kwa ajili yake. Basi mama yake anasema kwamba inabidi upate muda wa kuongea naye. Basi Alex anasema mama, unafahamu kabisa nikikaa nikisema niongee na huyu mwanamke nimueleze mambo ambayo mimi nayapitia, unajua kabisa ataondoka kama wengine wanavyoondokaga, kwa hiyo sitaki kujiumiza mwenyewe, naomba tu muache, akigundua yeye mwenyewe ataweza kupata nafasi, na kama ataondoka, ila siwezi nikajilazimisha sasa hivi kwenye maisha ya mtu. Mama yake anasema no, inabidi ufanye hivyo kwa sababu mimi nimechoka kukaa kwenye nyumba mwenyewe, nahitaji wewe upate mchumba, lakini pia nahitaji watoto kwenye nyumba, angalia nyumba ilivyo kubwa afu tupo wenyewe, inabidi utengeneze familia. Basi Alex akasema kama unataka watoto tutawaadapt kwa familia zingine au tutachukua watoto yatima. Mama yake akasema nataka mtoto kutokea kwenye damu yako wewe, umeona. So Alex amemletea Vanessa huko chakula na akamwamsha, akasema Vanessa, samani chakula hiki hapa nimekuletea cha asubuhi. Vanessa anashangaa anasema nani ametengeneza hiki chakula? Sikuna wafanya kazi, kwa nini unaleta wewe? Jamaa akasema nimeleta hiki chakula sio kwamba na kushawishi uwe na mimi, hapana, nimeleta kwa sababu mimi ni hobby yangu kupika, kwa hiyo nimekuletea wewe. Asubuhi nimeamka nimejisikia kupika, nimekupikia wewe, nikuletee chakula, kwa hiyo onja, maybe kitakuwa ni kizuri ama hautokipenda uniambie. Vanessa anaonja anakuta ni chakula fulani kizuri sana, akasema unajua kupika. Jamaa akasema nashukuru. Akasema sawa, basi mimi niko zangu huko naendelea na kazi. So akamwacha
Vanessa akawa anajiuliza huyu jamaa mbona ni romantic kinoma. So aliporejea nyumbani siku leo mamake kabla hata hajafika Vanessa akamvuta kwenye kochi akamwambia niambie yote ambayo yamefanyika siku hiyo. Vipi umelala naye? Umefanya naye mapenzi? Basi Vanessa mama mbona unaongea hivyo vitu kama vile ungeni mwanao? Mimi siwezi nikafanya na mapenzi kwa mwanaume siku ya kwanza tu nimeenda kulala kwake. Afu sikiliza nimeenda muda wote jamaa alikuwa anafanya kazi. Kwa hiyo kitu ambacho kimefanyika mimi na yeye ni kwamba tumepiga tu story 2-3 na alikuwa anaeleza mambo kuhusiana na kazi yake zaidi. Mama anasema kazi siku nzima umelala huko ina maana hujalala naye kitanda kimoja? Akasema no, huyu jamaa alikuwa anafanya kazi muda wote. Kwa hiyo hata mimi sijapata nafasi ya kumuona akilala wapi sijui. Sijajua amelala kwenye kitanda au sebleni kule. Mama akasema sawa lakini inabidi uanze kutengeneza mazoea na huyu jamaa. Hichi kitu ulichokifanya leo sijakipenda kabisa. Yaani umeenda kwenye nyumba ya mtu umelala kwenye nyumba ya mwanaume afu hujafanya chochote. Mimi sikuelewi wewe. Umeona so siku ya leo unaambiwa mamake na Vanessa pamoja na mamake na Alex wakawa wamekutana na wakawa na arrange mambo ya kuvalishana pete. Yaani wanafanya mambo hata kama hawa watu wawili Alex pamoja na Vanessa hawajaamua lakini wazazi wenyewe walikuwa tayari washa conclude, yani wamesha tengeneza mipango yao. So mamake na Alex anamwambia mamake na Vanessa kwamba inabidi hii party iwe private. Yani unajua mwanangu Alex apendagi kuonekana kwenye watu lakini pia kwenye umati wa watu wengi ambao hawajui. Itakuwa ndio ni sherehe ya kifamilia lakini pia marafiki wa karibu. Basi unaambiwa mamake na Vanessa anasema no, mwanangu mimi kwenye ndoto zake alisema kwamba anataka kuvalishwa pete kwenye ukumbi mkubwa, marafiki, ndugu na mashabiki pia waje kwa ajili ya kuweza kumsherehekea kama atakuwa na kwenye engagement na mtu maarufu. Kwa hiyo nikiangalia Alex Michael ni mtu ambaye ni kioo cha jamii na watu wengi wanamwangalia. Kwa hiyo ningependa mwanangu aweze kupata engagement kwenye ukubwa zaidi, kwenye nafasi ya ukubwa zaidi. Mamake na Alex anasema unajua mwanangu mimi hapendi kuonekana kwenye umati wa watu. Kwa hiyo ningependa mawazo yake yaheshimiwe. Lakini pia mamake na Vanessa anasema mwanangu pia alikuwa anataka pati yake iwe kubwa. Kwa hiyo naomba pia mimi mwanangu mawazo yake yaheshimiwe. So unaona hawa wenyewe wanabishana, yani wanashindwa kutengeneza conclusion. So ikabidi tu wampigie wawapigie watayarishaji wa event na waweze kubook moja kati ya sehemu ya hawa watu wawili kuweza kuvalishana pete. Basi unaambiwa huyo ambaye alikuwa plan hiyo event akawa amempigia mamake na Alex alikuwa hapatikani. Ikabidi ampigie Alex mwenyewe. Akampigia Alex, anashangaa ni muandaaji wa sherehe. Anasema kwamba nimempigia mama yako alafu simpati kwenye simu. So nilikuwa nataka ni confirm kwamba kesho kweli itakuwa ni hiyo siku ya kuvalishana pete, ni weke wazi hii sehemu ya event ama vipi? Alex anajiuliza pete ya nini tena? Akasema kwani ufahamu mama yako amesema kwamba wewe unavalishana au utaenda kumvalisha pete binti moja kwenye hii venue yetu. Basi Alex anasema no, subiri kwanza nitakurejea. Ngoja kwanza niongee na huyu mama alafu nitakurejea wewe kwenye simu. Akaenda kwa mamake. Alikuwa na hasira kinoma, akawa anatetemeka na mwito huko. Mama anapiga kelele zake kama kawaida, anasema mama, vipi mbona nimepigiwa simu nimeambiwa eti mambo ya kuvalishana pete? Akasema ndio kuna yule binti ambaye ulimuona siku ile Vanessa, inabidi uvalishane pete naye. Jamaa akapata hasira sana na akaanza kupiga kelele kama anavyopiga zile kelele zake. Anamwambia kwamba mama, mimi hujaniambia mambo afu mbona unafanya vitu unishirikishi? Mama yake anasema kwamba mimi nahitaji kitu kizuri kwa ajili ya maisha yako. Kwa hiyo nahisi kama hichi ambacho ninakifanya mimi ni sahihi kwako. Umeona jamaa anapiga kelele, unaambiwa hapa anasema tu fuck haiwezekani. Mimi siwezi nikafanya hichi kitu kwa sababu unafahamu wanawake wote ambao wanakuja kwenye maisha yangu wananikimbia baada ya kujua ukuli wangu, na mimi sitaki kuumizwa tena kwenye maisha yangu kama walivyoniumiza wengine. Unaona, so mamake ikabidi amtulize hapo, lakini jamaa unaambiwa alikuwa na hasira sana, akawa ameondoka zake. So akawa amemaliza hivyo. So ikabidi Vanessa kukutana na Alex na amwambie ukweli kwamba yeye hahitaji hiyo mipango ya pete, lakini wazazi wameshaamua. Kwa hiyo hana budi ya kwenda, umeona, kwa sababu hataki kumvunjia heshima mamake. Basi Alex akasema kumbe wewe unalazimishwa, ila wewe upende. Sasa subiri, mimi niachie hiyo kazi nitaifanya mwenyewe. So Vanessa kufahamu Lex amemaanisha kitu gani. Basi unaambiwa siku ya leo Alex na Vanessa wamekutana. Ilikuwa ni siku ya date. Walikuwa wamekuja hapa wamepiga story na Alex akaanza kumueleza Vanessa kwamba najua unalazimishwa na wazazi kufanya hichi kitu, lakini inabidi unisikilize mimi kwa sababu mimi najua nilichopitia. Lazima tu ukiwa na mimi na ukinijua vizuri lazima utanitelekeza mwenyewe, na hichi sitaki tena kwenye maisha yangu. Mimi sitaki kuwa na mwanamke, mimi nahitaji kuwa na marafiki tu ambao watakuwa karibu na mimi na kunishauri mambo yangu. Kwa hiyo kama itawezekana tuwe marafiki, mimi sitaki kuwa na wewe kwenye maisha yangu. So Vanessa akasema nimekuelewa na naelewa zaidi feelings zako na hisia zako. Kwa hiyo kitu ambacho tunakubaliana mimi na wewe, mimi nitakuwa rafiki yako karibu, na hichi inabidi
kiwekwe wazi na wazazi wetu inabidi wakubaliane na hichi kitu kwa ajili ya benefit zako. Lakini nikuulize kitu, hivi ushaikuwa kwenye mahusiano? Jamaa akacheka akasema, mimi unavyoniona naweza nikaa kwenye mahusiano, mwanamke gani anaweza kaa na mimi na akanikubali, yani kuwa na mimi hivi nilivyo? Si kuwa kwenye mahusiano na sihitaji kabisa kuwa kwenye mahusiano. So ikawa imesha hivyo. Sasa wanavotoka kuondoka, wanataka kuelekea nyumbani, kuna waandishi wa habari wakawa wamepeleleza hichi kitu na wamekuja hapa. Kumbuka hao ni waandishi ambao walikuwa wafahamu hawa watu wanaenda wapi. Hii deal yote ameiconnect nani? Lexi amewatuma waandishi wa habari kwenda kumuuliza kitu Alex ambacho kitamdistract na kitamchafua kwenye jamii na atapata hasira zaidi. Basi wamekuja hapa kwanza kumuuliza, hivi Alex, wewe ni kijana ambaye ni mfanyabiashara wa kwanza sasa hivi Nigeria, unaangaliwa kama kioo cha jamii. Hivi ni kitu gani ambacho unaweza kwa advice vijana wote ambao wanakutazama huko nje? Na kwa nini uaga uongei kwenye social media, uongei kwenye television, uongei kwenye interview na hujawahi kuongea sehemu yote? Kuna tatizo gani? Je, wewe kweli ni mtoto wa mama ambaye unahitaji mama yako kwenye kila kitu ambacho unatakiwa kufanya kwenye maisha yako? Na vipi kuhusiana na engagement yako? Tumesikia unataka kumvalisha pete binti mmoja hivi. Vipi? Kweli una uwezo handle mwanamke? Kwa sababu inaonekana hata wewe mwenyewe uweze kujiendo kwenye speech zako. Unaweza kumsimamia mwanamke kweli? Basi huko namuona Alex anafurahia sana, anasema tumuone huyu mpumbavu atajibu nini. Najua hawezi kujibu chochote, hana cha kujieleza, hawezi kuongea. Kweli Alex anajizuia hapo na anapiga mitetemo yake kama kawaida, yani ni fuck hawezi kuongea kwa sababu tunajua ana shida hizo, akiwa na temper hawezi kuongea kabisa. Basi waandishi wakaendelea kutupa maswali ambayo yalikuwa na mkera zaidi Alex, na alikuwa anashindwa kuongea, huku Alex anasema endeleeni kumchochea hivyo hivyo mpaka leo jamii ijue kwamba huyu jamaa ana fake, yani kuna watu hapo nyuma yake wanamsimamia, hawezi chochote hapo. Basi ikabidi haya maswali ambayo anaulizwa Alex, Vanessa aingilie kati kwa sababu walikuwa wanamdhalilisha Alex hapo. Akasema hivi kwamba nyinyi mna akili vizuri, hivi nyinyi ni waandishi wa habari ambao mnajitambua? Huku Alex anasema Vanessa unaongea nini? Hili deal hatukudiscuss hivi, inabidi wewe ukae kimya hapo. Umeona? So tunaona kwamba hii mipango ilikuwa ni Alex kuweza kumwangusha huyu Alex, lakini Vanessa ameingilia kati na Vanessa akaanza kujibu maswali ambayo Alex alikuwa anaulizwa, kwamba sikiliza nikwambie, huyu ni mwanaume ambaye nyie hamfahamu chochote kuhusiana na maisha yake, na kitu ambacho nataka niwaambie ni kwamba huyu ni mmoja kati ya magentlemen ambao mnawafahamu. Yani ukisikia mwanaume wa nguvu ni huyu hapa, kwa sababu anafanya kazi zake mwenyewe masaa 24, haimtegemei mtu yoyote. Lakini pia huyu mama yake ambaye mnasema yuko mbele yake siku zote, huyu ni mama yake, ni mzazi wake tu ambaye anaweza kasimama kama mzazi yoyote anaweza kusimama kwa kijana wake, ila hana chochote kuhusiana na maisha ya Alex. Alex kila kitu ambacho anakifanya ni kwa ajili yake yeye, na anafanya kwa nguvu zake yeye na akili yake mwenyewe. Kwa hiyo inabidi muache kumuuliza maswali ya kipumbavu kwa ajili ya kuweza kutengeneza tension na kuwapa pesa media zenu za kipumbavu. Inabidi uliza maswali ambayo yana make sense. Basi hao waandishi wakamuuliza, vipi kuhusiana na mwanamke ambaye anatakiwa kumvalisha pete? Ni wewe nini? Mbona kama unamtetea sana? Unaonekana kama ni rafiki yake wa karibu sana. Basi Vanessa akasema kwamba ndio, na mlivyosema eti huyu ni mwanaume ambaye hawezi kuzungumza kwa ajili yake mwenyewe, basi hata mwanamke hawezi kumtreat. Mnajidanganya, kwa sababu huyu ni mwanaume ambaye nje ya kumulika na kamera hapa na kumuona kwenye ma TV huko na magazeti, ni mwanaume ambaye anajali sana na ni mtu ambaye ana pendo ya ukweli. Umeona? Na kitu ambacho nataka niwathibitishie kwamba huyu ni mwanaume wa ukweli. Mtazameni, akawa amekisiana na nani? Na Alex hapo. Alex mwenyewe akawa ameshangaa huyu Vanessa anafanya kitu gani, lakini wakajikuta wamekisiana hapo, na waandishi wa habari wenyewe wakabaki kwenye mshangao kwamba kumbe jamaa anaweza kabisa akafanyaje, akawa na bebe na vitu kama hivyo hapo. Basi Vanessa kama ondoka zake, huku Alex amechukia kinoma na akasema okay, kwa hiyo Vanessa ndio alichokitaka hiki, sawa, basi ngoja tuone inakuwa vipi. Yani jamaa akawa ameingia kama kisasi hivi, yani mshikaji akawa amechukia. Basi huku Alex alivyokuwa kwenye gari akawa anamuuliza Vanessa kwamba kwa nini umefanya vile? Unaona jamaa anaendelea kutetemeka na kwa nini umefanya vile? Sijategemea hichi kitu. Vanessa anasema unajua mimi na wewe tushakubaliana marafiki, kwa hiyo mimi kazi yangu ni kumrinda rafiki yangu. Kwa hiyo nikiona rafiki yangu yote yupo kwenye matatizo, mimi sioni tatizo lolote kuweza kumsaidia, yani kumdefend. Basi jamaa akawa amefurahi sana na akasema wow, nashukuru. Akasema lakini pia hata akasema yeye anaelewa lile kise, simbusu rafiki yangu yoyote, tusibusu mtu yoyote eti rafiki yangu basi namkisi kama nilivyokisi wewe. No, imetokea tu kwa sababu nitaka kuaminisha watu kitu fulani. Basi ikabidi Alex afurahi sana hapo. Akapelekwa leo Vanessa nyumbani kwao, akawa ameshushwa pale, na alivyoshushwa alivyoondoka tunaambiwa Alex kumbe alikuwa anamsubiri hapa. Na akawa amemuona, akamwambia kwa hiyo ndio ulichokifanya kile, ndio tulichokiplani, si ndio? Kwa hiyo kumbe wewe unamtetea yule jamaa na unampenda, kumbe unanidanganya tu hapa. Vanessa akasema kwa hiyo unataka kuniambia wale waandishi wa habari ni wewe umewatuma Alex? Mbona wewe sijategemea kama unaweza kufanya hichi kitu? Kwa hiyo lengo lako lilikuwa ni kumfanya nini? Kumchafua jamaa au? Jamaa akasema ndio mipango yangu, kwani mimi na wewe tumepanga nini? Tunatakiwa tuwe pamoja na huyu jamaa aweze kufeli. Vanessa akasema no,
sijasema mimi tufanye hichi kitu ambacho umekiamua wewe. Haya ni mawazo yako wewe ya kipumbavu. Afu sijategemea kama unaweza kuwa na mawazo ya kipumbavu kama haya hapa. Akasema mimi mpumbavu, unaongea nini wewe? Akasema sikiliza, sasa kuanzia leo kwa ulichokifanya naomba ukae mbali na mimi, kwa sababu sijategemea kama unaweza kuwa na akili ya kipumbavu kama hii hapa. Kaa mbali kwenye maisha yangu. Kama ondoka zake. Basi Lex akawa ameapia kwamba utaona kama umefanya hivi na umeshaanza kuzama kwenye mapenzi ya huyu jamaa, utaona kitu ambacho nakufanyia. Basi unaambiwa huku Alex amerudi nyumbani na mamake akamwona hapa, akamkumbatia akasema, "Wow, nashukuru sana. Nimeona kwenye TV kitu ambacho Vanessa amekifanya. Nilijua tu yule mwanamke anaweza kawa sahihi kwenye maisha yako. Amekutetea mwanangu. Kumbe hata mimi nisipokuwepo karibu yako kuna mtu ambaye anaweza kukutetea sasa hivi." Alex akasema ndio mama, nimeona na niseme tu kweli nimependezwa na kitu ambacho amekifanya Vanessa. Akaendelea kutetemeka hapo, naambiwa. Mamake akasema, "Wow, nilijua yule mwanamke ana kitu fulani special. Hebu angalia wanawake wangapi wameondoka kwenye maisha yako, lakini yeye leo hii amekusimamia na amekutetea kwenye msala kama ule pale ambao waandishi walikuwa wamekuattack nao. Nimefurahi sana." Jamaa akasema, "Ndio, hata mimi nimefurahi." Basi huko naambiwa mamake na Vanessa anamsubiri Vanessa kwa hamu. Alivyomuona akasema, "Wow, mwanangu bingwa, yaani wewe umefanya kitu kizuri sana leo." Vanessa, "Mama, kitu gani?" Akasema, "Nimeona kwenye TV, nimeona kila kitu ulichokifanya. Nimeona the ulikuwa unamtetea mume wako mtarajio ulivyomtetea." Vanessa akasema, "Mama." Akasema, "Ndio, nimeona. Yaani vile ndivyo unavyotakiwa kufanya kama mwanamke. Watu wanatakiwa waone kwamba mtu mkubwa kama Alex Michael ana mwanamke ambaye anaweza kumdefend, anaweza kusimama. Yaani muonyesha kwamba kuna mabavu ambayo unayo kama mwanamke. Hicho ndio kitu ambacho kinakutengenezea wewe status na familia yetu pia. Nimefurahishwa sana." Basi unaambiwa Vanessa akasema, "Mama, nimefanya vile kwa sababu Alex ni rafiki yangu, wala sio mume wangu mtarajiwa kama unavyosema wewe. Kwa hiyo kama unajifikiria hicho ambacho unakifikiria wewe, kifute kwenye kichwa chako." Mama akasema, "Utajua mwenyewe kama ni rafiki yako, kama ni mume wako mtarajiwa. Ila ninachofurahi ni kwamba umefanya kitu ambacho media imeona na watu wote wameona Nigeria kwamba wewe ni mwanamke shupavu. Endelea kufanya hivyo hivyo." Unaona sana msifia. Mamake anazidi kuongea, anasema, "Yes, huyu ndio binti yangu bwana, ndio nilikuwa namtaka." Basi huko naambiwa Vanessa akasema, "Vipi, hujalala?" Akasema, "Sijalala. Na nimekupigia simu nikwambie nashukuru kwa ulichokifanya siku ya leo. Nimefurahisha sana. Umeona, nimeona kwamba kuna mtu ambaye anaweza kanisimamia, nisiko peke yangu." Basi Vanessa akasema, "Nilishakwambia kwamba mimi nitakuwa na wewe kwenye kila ambacho unapitia nacho." Umeona? So jamaa akasema, "Sawa, utapenda kesho tuweze kuonana tena?" Basi Vanessa akasema, "Sawa, haina shida, tutaonana." Na kweli unaambiwa siku ya leo Vanessa akawa amekuja kwa kina Alex, mamake na Alex akamkumbatia akasema, "Wow, binti yangu, nashukuru sana. Nimefurahisha sana ulichokifanya siku ya jana. Yaani nimeona kama ni mimi nilikuwa upande wangu. Yaani sina haja hata kuwa na Alex sasa hivi ukiwa naye karibu." Basi Vanessa akasema, "Mama, nimefanya vile kwa sababu Alex ni rafiki yangu na ni mtu wangu wa karibu sasa hivi." Basi mamake na Alex akasema, "Nimefurahishwa sana na hicho ulichokifanya na nashukuru. Nilijua ni mwanamke sahihi." Umeona? So leo naambiwa Vanessa akawa amekaa na Alex hapa, na Alex akasema, "Kuna kitu cha muhimu sana nataka nikwambie siku ya leo. Na hichi ni kitu kuhusiana na afya yangu." Basi Vanessa akasema, "Najua kila kitu kuhusiana na wewe, na kitu ambacho nataka nikwambie ni kwamba unatakiwa ukae uonyeshe sasa hivi uhalisia wako uko nje, kwa sababu watu wanafahamu tu biashara yako, hawakujui wewe, na ujue kwamba wewe unaweza kuinspire watu wengi sana, watu ambao wana matatizo kama yako, watu wenye ugonjwa kama wako ambao wapo huko nje na wanakatishwa tamaa na watu wengine. Wanaweza wakamuona Alex Michael the way kuwa mtu ambaye ana mafanikio, lakini pia ni mgonjwa, hicho kitu ambacho wanaumwa wao. Kwa hiyo unaweza kuwapa hope mamilioni ya watu ambao wana matatizo kama yako. Inabidi ujionyeshe." Alex anasema, "Naogopa kwa sababu watu watanicheka." Basi Vanessa anasema kwamba watakucheka leo, kesho, lakini watazoea. Na guess what, utakuwa shujaa kwa watu wengine. Hawa watu kucheka pia wataanza kujiuliza, kwa sababu kuna watu wengine ni wazima na hawezi kufanya kitu ambacho wewe unakifanya. So akawa ameshawishiwa kwamba inabidi aanze kujiweka nje, yani aandae press, aite waandishi wa habari, aeleze story yake ya maisha, kwa sababu watu wanataka kumjua yeye. Basi unaambiwa siku ya leo Alex amekuja kwa kina Vanessa huko, amegonga hodi, bahati mbaya ametoka mamake na Vanessa. Akasema, "Unataka nini wewe?" Akasema, "Nimempigia simu Vanessa apokee, nataka nimuone." Mamake akasema, "Wewe kama nani?" Akasema, "Mama, mimi Vanessa ananipenda na mimi nampenda. Kwa hiyo utakii kabisa kuzuia huu upendo." Akasema, "Unampenda wewe, una nini? Kuna kitu gani ambacho wewe unacho ambacho naweza nikashawishika wewe na mwanangu, unaweza kumlinda zaidi ya kunyoanyoa kipumbavu, lakini pia matukio yako ya kipumbavu nadhani siyajui na yasikia mtaani. Kwa hiyo sasa hivi cha maana ninachokushauri ni uondoke, katengeneze maisha yako, achana na kufuatilia mabinti ambao huwezi kuhudumia." Umeona? Akawa amemfukuza Alex hapa. Alex ameondoka, amechukia kinoma. Leo tunakuja kumuona Frank amekuja kwa Alex na akaanza kumueleza, akasema, "Nimeona kile kitu ambacho amekifanya yule binti. Yule binti anaonekana ni mtu fulani special sana." Jamaa akasema, "Ndio, ni kweli unachokiongea." Jamaa akasema, "Hivi unaona kama vile ni wakati sahihi wa kuweza kumpatia nafasi kwenye moyo wako, kwa sababu
nahisi kama ni mwanamke ambaye anakufaa sasa hivi, kwa sababu hakuna mwanamke ambaye anaweza kasimama kama alivyosimama yeye kwenye nafasi aliyoisimama siku ile pale. Jamaa akasema inatakiwa nimpatie muda nione kama inawezekana. Basi unaambia siku leo pia Vanessa pamoja na Alex wamekutana, na Vanessa akaendelea kumshawishi Alex kwamba inabidi ujionyeshe kwa waandishi wa habari, waelezee historia yako, kwa sababu wengi hawajui kama unaumwa, lakini pia wanaona kama vile ni mtoto wa mama ambaye kila kitu unafanyiwa behind. Inabidi ueleze kwamba unavyopambana kufanya kazi zako. Jamaa tu anasema tu hapo fuck. Yaani sielewi, yani umeona, yani jamaa anatetemeka kinoma. Unaambiwa Vanessa anasema sikiliza, inabidi uwaambie watu ukweli. Jamaa anasema hamna, watanicheka, mimi siwezi. Hiyo ni aibu ambayo mimi siwezi kabisa kuweza kuiface. Jamaa akana kataa kabisa kuweza kujiweka karibu na nani, na waandishi wa habari. Vanessa akasema no, mimi nawapigia simu hapa na wanakuja nyumbani. Utawaeleza hiyo story yako, kwa sababu mimi na imani kabisa itakufungulia nafasi nyingine kwenye maisha, na utaanza kujiona ukiishi maisha yako ya kawaida kama binadamu mwingine. Sasa hivi unajiishi kukujificha sana, na wewe ni mtu ambaye una mafanikio na unahitajika kuinspire watu wengine. Basi unaambia Vanessa kama amepigia waandishi wa habari na akawaambia wanatakiwa kuja kwenye nyumba kina Alex. Kweli naambiwa baada ya wakati wanamsubiri waandishi wa habari huko kwa mamake na Vanessa, anaongea anasema binti yangu anafanya vitu ambavyo nilikuwa nahitaji. Umeona? Sasa hivi hapa anatengeneza nafasi ambayo itatuheshimisha sisi kama familia, lakini pia yule ni kijana ambaye anatakiwa kuwa naye, kwa sababu binti yangu amesoma, ni smart, na inabidi awe na mwanaume kama Alex, kwa sababu ni watu ambao wanaendana, wana same goals, na na imani kabisa ataweza kufanya kitu ambacho mimi natamani kukiona mbele yake. Basi mama anafurahi, anajiongelesha mwenyewe. Upande wa pili unaambiwa waandishi wa habari wamefika kwa kina Alex pale, na mamake na Alex amekaa pembeni. Huku Vanessa anashuka na Alex na anamwambia kwamba inabidi ufanye hichi kitu, jiamini, mimi nakuamini wewe. Leo inabidi dunia ijue wewe ni nani na unatakiwa utengeneze mabadiliko kwenye hii dunia. Jamaa anatetemeka tu hapo, anasema sidhani kama naweza nikafanya hivyo. Vanessa anasema utafanya, niamini. Akasema mimi siwezi, vipi kama ndashindwa kuongea? Vanessa akasema nitakuwa pembeni yako na utaweza kufanya kila kitu ambacho unatakiwa kufanya. Basi unaambia kweli hapo mwandishi wa habari akaanza kumuuliza, vipi Alex, wewe ni kijana ambaye una mafanikio sana na watu wengi hawajui historia yako. Vipi, kuna kitu gani ambacho unatakiwa kutueleza siku ya leo, kwa sababu tumekuja hapa kwa ajili yako? Jamaa kana anajieleza, anasema kwamba na jibu swali lolote ambalo utaniuliza. Basi mwandishi akaanza kumuuliza kwamba tueleze kuhusiana na historia yako kiufupi, kwa sababu hatukujui kwa undani, tunajua tu biashara zako. Jamaa akaanza kujieleza, akasema mimi naitwa Alex Michael, ni moja kati ya vijana ambao wamezaliwa na ugonjwa unaitwa Tourette syndrome, ambao ni ugonjwa ambao unamfanya binadamu awe anatetemeka, awe anatoa sauti za ajabu, lakini pia ni ugonjwa ambao unamfanya mtu awe na kujiweka kwenye mazingira ambao anajihisi kama hayuko sawa na binadamu wengine. Akaanza kutetemeka hapo, mwenyewe anatoa sauti za ajabu zile anazotoaga, mpaka mwandishi anashangaa, kitu gani kinaendelea hapo? Mamake na Alex mpaka anajiona mwanangu asije anashindwa kuongea kitu ambacho anatakiwa kiongea, lakini jamaa anajipa moyo, bado anaweza jibu maswali. Mwandishi akamuuliza tena, vipi kuhusiana na kazi zako kwenye kampuni, unafanya wewe mwenyewe au kuna mtu anakusaidia? Jamaa akasema anafanya kazi zangu muda wote mwenyewe, lakini pia hakuna msaada ambao unaupata ambao unaweza kusema kwamba haupo kwenye nafasi yangu. Yani kila ambacho nakifanya mimi na msaada ninaopata ni kutokana na nguvu zangu mwenyewe, na nataka niwaaminishe watu kwamba hata kama ukiwa na ugonjwa huu hapa, bado unaweza kutengeneza impact kubwa kwenye jamii yako, na unaweza kuwa na mafanikio kama niliyokuwa nayo siku ya leo. Mimi sijalelewa na mtu yote wala sijapewa mafanikio, nimeyatafuta mwenyewe. Basi mwandishi akamuuliza tena, unahisi watu wanavyosema mama yako yuko na wewe behind, yani wewe ni mtoto wa mama, unawaambiaje hao watu? Jamaa akasema kutokana na maisha yangu ambayo nimekuwa nikiishi na huu ugonjwa, nimekuwa nikijiogopa siku zote. Kwa hiyo mama yangu amekuwa ni mtu ambaye ananiunga mkono na kuwa na mimi kwenye muda wote, kwa sababu nimezoea kuwa naye. Sina mtu mwingine wa kuweza kuongea naye zaidi ya mama yangu. Umeona? So mwandishi akamuuliza swali la mwisho kwamba ni nani ambaye amekushauri kuweza kuweka mambo yako wazi, kwa sababu ni miaka mingi sana upo kwenye biashara lakini hujawahi kujiweka wazi. Jamaa akasema ni mtu ambaye ameniamini, ambaye alihisi kama anaweza kutengeneza mabadiliko kwenye maisha yangu, na ni mwanamke wa kipekee sana. Akawa amemwangalia Vanessa pale. Basi naambia mahojiano yakawa yameisha, na baada ya mwandishi kuondoka akawa anafurahi, akasema wow, umefanya kitu kizuri sana. Angalia ulichokiongea siku leo, umeongea kitu ambacho kinaweza kuwapa hope watu wengi sana huko nje. Umefanya kitu kizuri sana Alex, hongera. Alex akasema okay, unahisi kama naweza kuwafungua watu wengine kutokana na hicho kiongea? Akasema ndio, utaona mwenyewe. Basi wakawa wamejipatia moyo hapo. Naambiwa siku baada ya hiyo vyombo vya habari vikaanza kuonyesha wagonjwa ambao wana ugonjwa kama wa Alex, ule wa syndrome, ambao wanajieleza kwamba baada ya kusikia story ya Alex Michael wamekuwa na hope nyingine ya maisha, kwamba wanaweza wakawa na wakawa na pesa, yani matajiri, wanaweza wakawa ni mabosi, lakini pia wanaweza wakawa na maisha mengine. Walikuwa wanajiona kama vile wao ni vilema ambao wanatengwa na jamii, lakini kutokana na story ya Alex imewavumbua tena na wameanza kujiona wapo huru kwenye dunia. Umeona? So jamaa yetu Kulex anaona taarifa za habari na anasema huyu mpumbavu amefanya kitu gani?
mbona anazidi kunipatia wakati mgumu, lakini sawa ndamuonyesha kwamba mimi ni Lex na sishindwi chochote. Umeona Basi unaambiwa siku leo Alex ana furaha sana, akaanza amemuita leo Vanessa, na Vanessa amefika akasema huwezi kuamini Vanessa, napokea simu kila wakati, watu wananipigia wananiambia eti tuweze kufanya deal na wao. Nyingine hizi hapa ni NGOs wanasema anatakiwa ni niwe ambassador. Yani matukio yamekuwa ni mengi sana, napigiwa simu za madili. Kile kitu kimefanya kazi kweli. Basi unaambia Vanessa pia kama amefurahi sana, akasema nilikwambia utasaidia watu wengi. Akasema yani sijaamini kama naweza nikawa ni hero, naweza nikawa ni shujaa kwa watu wengine. Nimefurahi sana, umeona. So akamuomba leo Vanessa aweze kutoka out kwa sababu ya ile furaha alikuwa nayo. So Vanessa akasema sawa, kama uko tayari kwenda out, tuenze tu out. Wakawa wameenda out siku ya leo, na jamaa wetu huku Frank ambaye ni rafiki wa Alex akawa ameona zile habari na amefurahi sana, akawa amechekelea. Wametoka out na Alex akawa anaonyeshwa the way dunia ilivyo, kwa sababu hajaitoka hata club huyu mshikaji, hata pool table hajui kucheza. Basi Vanessa akawa anamfundisha jinsi ya kucheza pool table hapo, na maisha mengine akawa yanaendelea. Leo kunaambiwa Lex akawa amempigia simu nani? Amempigia simu Vanessa na akamuita hapa. Amemuita kwa ajili ya nini? Ameandaa tukio moja kubwa ambayo ni baya sana. Amemuita hapa akasema, "Wewe umefanya kitu gani sasa? Mambo yote ambayo tumeongea, mbona unaenda tofauti nayo? Lengo letu ni uende kwenye maisha ya Alex, uweze kujifanya unampenda, uingie kwenye maisha yake, uchukue pesa, tuweze kumiliki pesa ambazo anazo. Sasa mbona unafanya vitu vingine tofauti?" Vanessa mwenyewe anashangaa, huyu jamaa anaongea kitu gani? Akasema, "Unaongea kitu gani?" Anasema, "No. Unaenda tofauti na plani zetu. Mimi ndo naye kumiliki na unatakiwa kufanya kitu ambacho natakiwa kukiongea mimi. Inabidi ufanye kitu ambacho tumekubaliana kama tulivyokubaliana mwanzo." Vanessa kana shangaa, huyu jamaa anaongea kitu gani? Ghafla anatokea nani? Anatokea Alex hapa, anasema kumbe hichi ndio kitu ambacho ulikiplan. Kumbe wanaoongea watu ni ukweli, kwamba wewe upo kwenye maisha yangu kwa ajili ya kuniibia. Kweli nimeshuhudia leo. So akaondoka zake, ndo Vanessa anamwangalia Alex anasema, "Kwa hiyo kumbe hichi ndio umepanga wewe?" Alex anasema, "Nilikwambia huwezi kuondokana na mimi wewe. Huwezi nikwepa. So umenikataa wewe." So huku naambiwa Alex amerudi nyumbani, akaanza anatetemeka, yani ana hasira. Akiwa na hasira huyu jamaa ndo mapepo yake yanapanda zaidi, anatukana tu, fuck. Sielewi, yani anatetemeka kinoma. Mamake anasikia hicho kitu, anashuka anasema, "Vipi Alex? Kuna kitu gani kinaendelea?" Akawa amemueleza mamake kitu ambacho Vanessa amekifanya, na Vanessa alikuwa nje pale anagonga mlango kinoma. Mamake anataka kwenda kumfungulia Vanessa. Alex anasema, "No, usiende kumfungulia, sitaki kumuona kabisa hapa. Simuhitaji kwenye maisha yangu." Umeona? Vanessa anasema, "No, naomba unisikilize Alex, usiseme hicho kitu. Umemsikiliza tu yule jamaa, hujasikia saidi yangu mimi, nataka nikueleze kitu gani." Umeona? Mamake na mimi na Alex akamwambia inabidi umsikilize ubinti anachokiongea. Akasema, "No mama, sitaki kumsikiliza chochote anachotaka kukiongea, sitaki." Umeona? So Alex akawa ameamini moja kwa moja kwamba Vanessa alitaka kumuibia tu pesa zake na aingie kwenye maisha yake kumuumiza. Basi unaambia huko upande wa pili amerudi nyumbani, anakutana na mamake. Mamake akasema, "Kwa hiyo hichi ndio kitu ambacho ulikuwa unakitaka, Lava Girl, si ndio? Huyu kijana wako Lex ndio amekushawishi kufanya mambo, si ndio? Kitu gani ambacho umekifanya? Kwa nini umeenda kukutana na kijana ambaye amekutengenezea mipango yote? Kumbe ndio mlicho mnakifanya, si ndio mlichokubaliana?" Vanessa akasema, "Mama, hapana, yule kijana mimi sielewi hata alichokifanya." Akasema, "Lakini si nilikuona usikae naye karibu? Kwa nini ulikuwa unakaa naye karibu? Angalia kitu ambacho amekifanya. Sasa mimi naaminije kama ulikuwa hujapanga hichi kitu?" Basi Vanessa akasema, "Mama, mimi nakwambia kweli sijapanga hichi kitu, na huyu jamaa amekifanya mwenyewe kwa mapenzi yake." Akasema, "Sitaki kusikiliza." "Haya sawa, fanya maisha yako ambayo ulikuwa unayataka. Sasa umeshapoteza kitu cha muhimu." Basi unaambia Vanessa leo pamekuja tena, kama amerudi kwa kina nani? Kwa kina Alex. Amegonga sana hapa, akasema, "Alex, mimi siondoki leo hapa mpaka utapotoka nje. Mimi nakaa hapa mpaka usiku." Akawa amekaa zake pale chini. Basi huku Frank rafiki yake na Alex anamwambia Alex kwamba, inabidi umsikilize yule msichana kwa sababu ameshakwambia hawezi kuondoka. Na labda atakuwa na point, hujamsikiliza huyu mwanamke kitu gani ambacho anatakiwa kiongea, na labda anaweza kana make sense, msikilize." Basi Alex hapa anasema, "No, hapana, siwezi." Umeona? Baada ya muda kwenda sana, Alex akawa ametoka nje. Kweli unaambiwa akawa amekutana na nani? Amekutana na Vanessa hapo, na Vanessa akaanza kujieleza. Akasema, "Sikiliza nikwambie, ulichokisikia kwa yule jamaa vyote ni vya uongo." Jamaa akasema, "Mimi naaminije?" Akasema, "Sikiliza, mimi najua mwanzoni nilisema kwamba sitaki kuwa na wewe, lakini baada ya kukaa na wewe na kukujua wewe ni nani, na baada ya kuelewa mazingira ambayo unayapitia, nimegundua kwamba ni mwanaume ambaye mimi namhitaji, kwa sababu ni mwanaume ambaye unajituma, unapambana, unafanya kazi zako, unaamini kwenye kuwa wewe, na umekuwa ukinisikiliza vitu ambavyo nilivyokuwa nakushauri. Kwa hiyo naamini hata wewe unanihitaji mimi. Mimi nikwambie tu kweli leo Alex, nakupenda." Akawa amemwambia ukweli Alex, na Alex akawa amejikuta hapo anataka kama kutoa chozi baada ya huyu mwanamke kumwambia hicho kitu. Umeona? So akawa msikiliza Vanessa huko akimwangalia usoni, na Vanessa akasema, "Nilikwambia kwamba sitaki kuwa na wewe, lakini uhalisia ni kwamba sasa hivi nakuhitaji kabisa. Nakwambia kweli nakuhitaji Alex." Umeona? So Alex ikabidi tu amwambie kwamba na nisamee pia kwa kuweza kukazia, lakini kiuhalisia ni kwamba hata mimi nimejikuta
nimependezwa sana na kampani yako na umekuwa ni mwanamke ambaye upo karibu yangu muda wote. Kwa hiyo hata mimi pia nimevutiwa na wewe. Vanessa akasema ndio, na haijalishi hata kama tutaoana hivi karibuni, naomba tupatiane tu muda tuweze kufahamiana zaidi na unijue vizuri, uniamini zaidi kama uniamini kwenye hichi kitu ambacho Lexi amekifanya. Jamaa akasema nakuamini, akamkumbatia. Basi naambiwa movie yetu kama ishi hapo, na inaonyesha Alex pamoja na Vanessa wakaingia kwenye mahusiano na maybe maisha mengine yakaendelea na maybe walienda kuoana huko. Who knows? Niambie kwenye comment section by the way umejifunza nini kupitia movie yetu leo. Mimi ni Lil CK, utakometisha kinoma noma nikiona comment yako hapo chini. Thank you for your time, thank you for watching. Bye bye.